Wakati umebaki muda mfupi kabla ya kushuhudia mechi ya ligi kuu Tanzania bara ya mabingwa watetezi Yanga dhidi ya KMC kwenye uwanja wa KMC, kwa maana kwamba Yanga wako nyumbani kikanuni wakiwakaribisha wageni KMC ambao ndio wenye uwanja wao wa KMC kwenye uwanja wa KMC Complex. Utagundua kwamba yapo mambo kadhaa ya kufikirisha. Kubwa ni kwamba mechi hii inatarajiwa kuwa iwe ya kuvutia, mechi ya ushindani, lakini ni mechi ambayo ukifikiria zaidi unaona pengine kocha Maximo labda ana bahati mbaya, labda amekumbana na ligi kuu Tanzania bara ambayo tofauti na miaka ya nyuma ushindani umeongezeka sana. Ndio wanakwenda uwanjani ambapo Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves kwa vyovyote vile itaichukulia mechi hii kwamba ni ya wao kushinda na sio matokeo mengine yoyote. Na hiyo ni kutokana na kweli kwamba kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa Yanga iko nafasi ya 4 huku ikiwa na pointi 7 baada ya kucheza mechi 3. Suluhu ya bila dhidi ya Mbeya City, ushindi dhidi ya Mtibwa Sugar, ushindi dhidi ya Pamba Jiji katika mechi ya kwanza. Yanga tayari na mabao 5, haijaruhusu bao lolote, lakini ina pointi 7, jambo ambalo linawafanya wawe katika nafasi ya 4. Vinara ni watani zao wa jadi Simba ambao wao mechi 3 walizocheza wana pointi zote 9, wamefunga mabao 8, wameruhusu bao 1. Kwa lugha nyingine, leo hii Yanga wanafahamu kwamba watakapocheza na KMC wakapata ushindi wowote ule, watakuwa wanakwenda kuongoza ligi katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu watatimiza pointi 10 na hivyo kuwa pointi 1 zaidi ya watani wao wa jadi Simba ambao hata hivyo wana mchezo mmoja kiporo pindi watakapocheza dhidi ya KMC, kwa sababu Yanga itakuwa inacheza mechi ya 4, Simba imeshacheza mechi 3. Sasa kwa mwenendo huo wa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ni dhahiri kwamba kocha Gonçalves, ikiwa ni mechi yake ya pili katika ligi kuu Tanzania bara, inatarajiwa leo hii kwa kucheza dhidi ya KMC baada ya mechi yake ya kwanza dhidi ya Mtibwa Sugar kushinda kwa mabao 2-0, atahitaji ushindi mwingine tena ili kuwa na mwenendo mzuri katika ligi kuu Tanzania bara baada ya kutikiswa kwa suluhu dhidi ya Mbeya City kwenye uwanja Square jijini Mbeya kwa mtangulizi wake Romain Folz. Sasa wakati Yanga ikiwa kwenye makaratasi imepania mno mechi hii kuhakikisha kwamba hawapati sare, hawafungwi bali wanashinda, leo hii KMC watakuwa nao na misheni yao ambao ni mpango wa kushinda tu wala sio vinginevyo, kwa sababu KMC wao wako mkiani mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, nafasi ya 16 miongoni mwa timu 16 za ligi kuu Tanzania bara. Ni kwa sababu wameshacheza mechi 5. Kwenye mechi hizi 5 wameshinda 1 walipowafunga Dodoma Jiji kwa bao 1 lililowekwa wavuni na Darwesh Saliboko, lakini mechi nyingine 4 zote wamepoteza, hawana hata sare. Ndio kwa sababu baada ya kuwafunga Dodoma Jiji kwa bao 1-0 wakacheza na kupoteza mechi 4 walizocheza dhidi ya Fountain Gate, wakafungwa pia 3 dhidi ya Mbeya City, wakafungwa vile vile na Singida Black Stars, na matokeo yake kujikuta mechi walizopoteza Fountain Gate, Mbeya City, Tanzania Prison, Singida Black Stars wakiishia kuwa na pointi 3 tu kati ya pointi 15 walizopaswa kuwa nazo kutokana na mechi 5 walizocheza. Kwa lugha nyingine, ukizidisha kwa 100 hapa unagundua kwamba performance, ufanisi ni 20%. Kwa lugha nyingine, kama kwa kulinganisha na performance na ufanisi wa timu zilizoteremka daraja katika msimu ulioisha wa 2024-25, KMC wako chini hata ya timu mojawapo kati ya 2 zilizoteremka daraja moja kwa moja. Tunakumbuka vizuri, zilizoteremka daraja moja kwa moja ni Ken Gold ya Mbeya pamoja na Kagera Sugar ya kule mkoani Kagera. Sasa Kagera Sugar walipoteremka daraja, performance yao ilikuwa ni 26%. Wao wana 20% ya ufanisi, yani chini hata ya ufanisi wa Kagera Sugar. Kwa sababu hiyo kocha Masio Maximo anajikuta na kazi ya ziada ya kufanya, kurejesha imani kwa wachezaji wake, kurejesha imani kwa management ya KMC ikiongozwa na mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni, ikiongozwa na baraza la madiwani la Kinondoni na wananchi wa manispaa ya Kinondoni kwa ujumla, kwamba awape matukio mazuri ili waendelee kufanya vizuri, kwa sababu kwa performance hii akiwa mkiani mwa msimamo wa ligi kuu
ni hatari kwake, ingawa mpaka sasa bado ana mechi nyingi mkononi. Wamecheza mechi 5, wana mechi 25, wanao uwezo wa kubadili upepo na kwenda hata kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara endapo atashinda na kushinda mechi zao nyingine, ikiwamo mechi wanaocheza muda mfupi baadaye dhidi ya wananchi Yanga. Sasa swali ni kwamba Maximo ataingia vipi uwanjani leo hii, kwa sababu katika mechi ambazo amepoteza 4 na kushinda 1 tu, mfumo wake wa kucheza Maximo katika baadhi ya mechi ulikuwa ni baada ya golikipa anakuwa na walinzi watatu, anakuwa na viungo 5, halafu anakuwa na washambuliaji wawili. Kuna baadhi ya nyakati katika washambuliaji wawili unamkuta kuna Juma Sagwe, mchezaji wa under 17, lakini kuna Darwesh Saliboko anaweza akacheza katika eneo hili, lakini vile vile anao katika wachezaji wake wa safu ya kiungo 5 waliopo ni pamoja na kina Ken Mwambungu, Ken Ali Mwambungu, anaye kijana mdogo Kevin Tondi, kijana wa under 20 Kevin Tondi amekuwa kwenye kiwango bora sana. Lakini miongoni mwa wachezaji walionao katika eneo hili ni Ibrahim Ajib Migomba, ni baadhi tu ya wachezaji nyota wa kutosha alionao katika eneo la kiungo. Lakini pia wing backs kwa mfumo huu wa 3-5-2 wapo akina Lanso kama beki wa kulia, vile vile anaye Hans Masudi Msonga, Hans Masud anaweza kucheza kama wing back, lakini anaye pia Samson Mwaituka, wote ni wing back. Lakini vile vile katika wa mabeki alionao ni pamoja na Juma Shemvuni, anaye pia Ibrahim Nindi, ni miongoni mwa wachezaji alionao katika eneo hili ambao akiamua anaweza kuwatumia kwa ajili ya kupata matokeo. Wachezaji wengine alionao hapo kina Redemptus Musa, lakini kwenye viungo wa ushambuliaji yupo kijana mwenye kipaji Eric Mwijage, lakini vile vile anaye Rashid Chambo, wote wako kwenye kiwango bora. Kinachohitajika sasa ni kwa yeye kuhakikisha wachezaji wake hawa nyota wampe matokeo mazuri. Golini alionao ni pamoja na Fabian Mutombora ana uwezo wa kucheza hapa golini, miongoni mwa makipa alionao. Swali ni kwamba ataweza kuwapanga vipi kukabiliana na Yanga ambayo yenyewe mfumo wake mara nyingi huwa ni baada ya golikipa kuna walinzi 4, viungo 3 ushambuliaji, viungo wawili ukabaji na anakuwa na baada ya golikipa kunakuwa na mabeki 4, viungo wawili ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Ni Yanga ambayo kwa uchezaji wake huu ina wachezaji wengi nyota, hasa kutoka eneo la kati ya mstari wa uwanja kuelekea kwa wapinzani katika kuleta madhara. Kama walishindwa kumudu mashambulizi kutoka kwa Tanzania Prisons wakapoteza mechi, Singida Black Stars wakapoteza mechi, wakashindwa kuhimili mashambulizi kutoka kwa Fountain Gate wakapoteza mechi, sasa wana kazi kubwa ya kufanya watapokwenda kucheza hawa KMC dhidi ya kina Peodo Pacome Zouzoua, akina Ofen Chikola, Lasin Kouma, Celestine Ekwa, Endi Bobo Boyeli, Prince Mpumelo Dube, Mohamed Momo Dumbia kutoka katika eneo la kati kuelekea lagoni mwao jinsi ya kukabiliana nao. Lakini eneo la kati kwenye viungo wapo akina Zukabuya, wapo Mudathi Hayabas, wapo Musa Balakonte, mabeki wa pembeni Shadraki Sakaboka, Izra Patiki Mwenda, mabeki wa kati Bakari Nondo Momieto, Dickson Yob, ni miongoni mwa wale ambao wanaweza wakawa na kuwapa wakati mgumu katika mechi ambayo Yanga dhidi ya kocha wa huyu wa miaka ya nyuma Masio Maximo alijitwalia heshima kubwa wakati akifundisha timu ya Taifa Stars, wanaweza kumuongezea matatizo zaidi kwenye kibarua chake kwa kumfunga endapo hata kuwa makini. Ni juu ya Masio Maximo na kikosi chake kuhakikisha kwanza wanakuwa salama ili wasiendelee kuruhusu mabao, lakini wakati huo kufanya kazi ya ziada wachezaji wake wa safu ya ushambuliaji akina Juma Sagwe, akina Darwesh Saliboko kuhakikisha wanakwenda kuipenya ngome ya Yanga ili kupata faraja kwa wananchi wa manispaa ya Kinondoni na management yao. Maana vinginevyo wakipoteza tena leo itakuwa ni mechi ya 5 mfululizo. Mechi 6 utakuwa ameshinda mechi 1 tu. Ufanisi utakuwa chini ya 20%. Lakini mzigo alionao ni kwamba Yanga nayo chini ya Goal Salvage haitatamani hata kidogo kukosa pointi zote 3 katika mchezo wa leo. Hali hiyo inafanya mechi iwe matarajio iwe ya kuvutia sana, mechi nzuri sana ndani ya dakika 90, na hasa kwa kuzingatia kwamba Yanga wanawashuhudia watani zao jadi Simba wakishinda kila mechi kati ya michezo 3 waliocheza, ikiwamo mechi ngumu waliocheza dhidi ya JKT Tanzania na kushinda 2-1. Ni wakati wa Yanga sasa
kurejesha nafasi yake ya juu kileleni mwa msimamo, kwa sababu wao ni mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara, wametoa mara 4 mfululizo. Wanajua biashara asubuhi, jioni ni mahesabu. Asubuhi yenyewe ni pamoja na mechi hii ya 4 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, wakicheza dhidi ya KMC wana Kino Boys. Lakini katika eneo la kiungo cha ushambuliaji wapo pia wachezaji kama Max Mpia Nzengeli, ni hatari sana. Lakini namna gani Masio Maximo atanufaika na udhaifu wa Yanga? Maana Yanga wako kamili katika maeneo mengi, lakini kama zilivyo timu za mpira wa miguu na michezo mingine yoyote, hakuna timu iliyokamilika kwa 100%. Miongoni mwa changamoto za Yanga ni pale ambapo wanashambulia zaidi, muda mwingi wakicheza katika nusu ya pili ya uwanja, kunatokea nafasi nyuma. Endapo wanafanya counter attacks, mashambulizi ya kujibu, wanaweza kupata nafasi ya kumuelekea golikipa wa Yanga, kwa maana Djigui Diarra, Abu Talibu Msheri au Khomeini. Lakini changamoto kwao ni juu ya kukabiliana na washambuliaji hatari wa Yanga. Viungo wao ushambuliaji wote wana uwezo wa kufunga. Katika ushindi dhidi ya Mtibwa Sugar, kwa mfano Celestin Ekwa, kiungo wa ushambuliaji akitokea upande wa kulia, alicut in, alifunga bonge la bao. Wakati ukihangaika na Ekwa, Max anaweza kukufunga. Ukihangaika na Max, Pedro Pacome Zouzoua anaweza kukufunga. Lassine Kouma anaweza kufunga na ameshafunga kati ya mabao 5. Yeye ni miongoni mwa wafungaji katika msimu huu. Lakini pia viungo wao akina Zuka Buya wana uwezo wa kufunga, na hasa katika mipira ya kutenga ama kupiga mashuti ya mbali nje ya 18. Haya yote Maximo anapaswa kukabiliana nayo ili kuhakikisha anapata matokeo mazuri dhidi ya mabingwa watetezi Yanga. Huku Yanga wao miongoni mwa changamoto zao ndio hizo nilizosema, kwamba wanaposhambulia kuna nafasi inajitokeza nyuma, kwa sababu walizoa wakati wanakuwa karibu na kati ya mstari wa uwanja. Mabeki wao pembeni kwa aina uchezaji wao huwa ni wanakuwa ni kama playmakers wanaposhambulia, kwa maana Shadrack Isakaboka, Israel Patrick Mwenda, maeneo ambayo KMC wakiwa makini wanaweza wakapiga mipira mirefu, akina Chambo waende kuwasumbua, akina Eric Mwijage kujaribu kutenza nafasi. Sasa makocha wote wawili ambao wanazungumza Kireno, maana Maximo Brazil lugha ni Kireno, lakini Gonçalves yeye ni Mreno, anazungumza Kireno kama lugha mama. Wote wawili wanapokutana, nani atatumia udhaifu wa mwenzake kupata matokeo, na nani atatumia uimara wake pia kupata matokeo? Yote haya yanafanya iwe mechi ya kuvutia sana. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.